Mambo si mazuri huku. Huku kuna watu wanajifanya takataka na tutapelekana na watu hapa. Tichaedi, hivi ni tu si kwa wall. Tutapelekana. Na nimekwambia mbele yao. Wall gani? Kwa wall. Kwa sticker zako. Hamuoni mimi acha leo nione kitu mnaelewa. Tutapelekana na wewe. I have screenshot what you have written in those stickers. Mimi kunitusi. Hivyo unajifanya uko na mabawa. Mwezi ukahuzika. Ukitokana na kwa wall. Tutapelekana. Wewe. Nimesema ni wewe, kuna mahali nimeandika ni wewe. Akikujua, why weren't you not recording that there before I called for that meeting which I called here? Mimi nimekuwa nikiweka status na siekei mtu. I've told you continue. Wewe unajiona uko na mabawa. Continue. Lakini tutapelekana. Wewe unijui. Hiyo kitu nishai report. Tutapelekana na wewe. And I've warned you in the presence of all this. Wewe sijui unajiona wewe ni nani hapa. Lakini tutapelekana wewe. Mimi si walika lako. Respect my age. Nimetoka na miaka mingi sana. Na kusoma si kitu. I'm very big. Mimi kuniambia I look for a dog, I hire a dog. Last time you abused me during the time you had gone for strike. Sitakupea muda tena. I'm warning you in the presence of all these people who are. Na hiyo kitu nishaipeleka kwa ofisi. Na nitakuja kukufundisha kesho kama hujui hiyo ni kosa gani. Which can make you to be interdicted kama hujui. Na mimi si walika lako. Respect that office mwanamke wewe. Na usitaki kuniona vibaya wewe. Mimi si walika lako. Wewe. Hivyo unajifanya hivi. Tumeona wengi. Takataka hii. Wewe unijui. Tutapelekana na wewe. Ni ndio walika leo. Na mshanishi wewe na kwenda ofisi. Huo ndio utafia. Kama wewe ndio unajiona hapa ndio sijui na nini. If you think you are untouchable, you don't know where you have. Ni ndio koje kiradi kuhe. Ni ati ujikile. Continue. Let from today report something. Weka kitu kwa wall. Unafanya kitu kwa wall. From today weka kitu. Weka. Jaribu tu kidogo tu wewe. Ndio walikalia. Ya mtu wa agement, respect that office. Uko wetu waka. Wetu yale wetu wagira kwa ya mtu wewe. Nilikuwa na kukomenya. You are teacher here, you are under me. Whether you have 10 degrees, you are under me. Na kama uko na degrees zako unaona kama hizo kubwa sana, ingekuwa umewekwa kwa ofisi. Nyangawi. Tuheshimiane. When mko amefika, I'm very bitter this morning. Ever yesterday I was called by a parent. Ni mtoto gani mchapa? Ndio kitu nataka kuweka hapa. Ni mtoto gani mchapa jana? Ni ndile kama nyumba wako ikina. Ni mtoto gani na wewe mchapa? Mtoto gani mchapa jana? Mtoto gani mchapa? Kama si jana juzi. Ni mtoto gani mchapa? There is a parent who is complaining. Ni mtoto gani mchapa? Mahadhara kile mwana wangu wetu wa grade 4 ati akakesi yale hiyo. Because that's why I've come this morning uko didioka. Nimeshauri hapa. Wewe mtoto kule mchapa ama aliyekuwa kujela mzazi. That's what I want to know. The child came here. That's why I want to know, and that's why I have come. Mtoto wakati mzazi amenipigia simu, I can't just react on the phone. That's why I have come. Yes. Naona. Sasa mahali tumefika ni kama watoto watakuwa. Hapana, don't contradict. Kwanza jibu swali langu ulichapa mtoto. Sasa mtoto hakuchapwa. That's all. Wacha EMC endelee mpaka there from there. Kama hakuchapwa, that's what I wanted to know. Na nimesema ni respect you, na nilisema hapo. And I want this lady. Mbele yenu nyinyi nyote. Huyu. Oretwa huko dadi huteko wewe. Daddy nimekwambia mbele hao wote. Kama kuna mtu unasikiza, anakusikia, I want you. Na nimeenda. If you think that you abuse me anymore, tutapelekana wewe. Na nimekuambia. So you didn't beat the child. Mimi nilikuwa hapa. So you are witness. Yeah.
Na kulikuwa na watoto watatu hapo. Inaonekana there is something against me. Hakuna shida. I transfer. Hakuna shida. Juu sasa kama hao walimu walikuwa hapa, Rebecca alikuwa nilikuta mtoto. Huyu mtoto aliharasi mtoto hakuja. Tukamuita. Huyu mtoto alisema ameabuse hakuji shule. Juu hao mapasa wanamtusi. Sasa huyo mama badala ajilete na hao watoto wakakuja mapasa wakuwa wawili. Tukamwambia hii kesi mlete waza, kama mtoto wako nyumbani huyo social ya health alikuwa akuje. Sasa mimi hata sio kila siku nikamuuliza mbona unamtusi, wakaleta watoto wengine wengi. Kesi ilikuwa katikati ya nani? Hao masipasa wanatusi mtoto hakuja shule. Wajua sasa that's what I'm saying. Nimepigiwa simu. Mtoto kwanza nimepigiwa na mama na sijui mahali anatoa simu yangu ikapigiwa na baba. Unaona kama ndio ungefanya hivi. Ungefanya hivyo, ungereact hivyo msikieni wacha tuseme ungereact hivyo. Lakini sasa sio unajua kama hiyo kesi ya mama changu ilikuwa hapa nini. Simeleni hawa unaona walikuja akaripoti kuna mtoto akuje juu mapacha wana mchanga. Nani huyo mtoto huyo? Hata sijui ni mgani. Sasa kwa kuwa wakuja na wazazi. Ni wa wapi? Grade gani? Class kwa grade 4. Hakuji. Hapo amekuja that day. So the class prefect akaniripotia. Amechapwa. Sijui sasa wazazi walimu walikuwa hapa. Huyo mtoto hata hatukumuongelesha. Tulikuja wakakesi. Tukasema hiyo kesi isifikie. Lakini kama sasa mimi niko na shida jipui. Ya menace to peace. Wacha niende barua kanisa huu. Mimi sitaki kusimamishwa hapa kama mimi nakuja. Alafu venye sasa unaona ungeniuliza vizuri. Hao walimu walikuwa hapa. The issue is wewe jiweke kwa miguu yangu. Huyo mtu mzazi amenipigia simu kama ananikeresha kwa simu. Basi angekuja hapa. Juu hata nimeuliza Kimani. Listen, about Kimani because the case is supposed to go through. Unajua mjui protocol? Yeah, kwa sababu Kimani could have reported that to me. Sasa mtatoka na juu. Unaona yule mtoto. If anything happens in my absence, this one should know. Why you report kwangu? Because I didn't even call him. Because he was supposed to report it to me when I'm not in. That's the protocol. When I'm not in anything case, if it is beyond, you don't deal with it. Na nilo nilisema, ilete kwa ofisi yangu. That's what I said. Hakuna kama mtoto hajabuzwa hata kidogo. Na anaenda kuapia mzazi alichapwa. Hata mzazi ameniuliza umechapwa wapi? Listen, anasema amechapwa mpaka hawezi kuja shuleni. Tunaelewana? Si mama mwende alimuuliza. Mama mwende alijileta wakati mtoto wake. Na mnastahili kuelewa these parents are different. When you can understand something, it's not the way another parent can understand. That's why I'm saying, if a case arises when I'm not in, report it to Mr. Yes. To Mr. Kimani. That is the protocol. If you report it to Mr. Kimani, ningekuwa niko na crew kidogo. Don't take things for granted. Lakini mwalimu hapo nani hajui hata kuna kesi kwa sababu yeye alisema mzazi akuje. Hakuwa anajua ati kuna kesi anasemekana amepiga mtoto. Hao matwins wako? I think Rastija hao matwins wako? Sahi I saw that thing before I leave. Unaona sasa nisikishe. Hata mimi kwa mzazi ya kwanza. Sasa niliuliza ni geometry set grade 5. Sasa huyu mtoto lakini mwalimu hata huyo mzazi anasema mtoto amechapwa umwite. Sio nataka kujua hao wazazi huyo mtoto kama yuko. Huyo mzazi tunapigwa simu nikapigwa simu first na mama naye baba ndio anataka kuja kujua hiyo kitaifa ni nani. Mimi naona niko na issue na wazazi walitoa. Wacha niseme ukweli. Huyo mtoto alikuwa hapa. Alikuwa amesimama hapa. Mimi nikamwambia utachukua wale wengine, mimi nitakukata kutisha Sasa ndio nimesema nikasimama hapa, huyu akiwa hapa alimwambia mimi nikuja hapa, nikamwambia tutakuchapa wewe. Huyu akiwa hapa akamwambia akuje na wazazi. Sawa, si hivyo. Sasa tumejua hivyo, sasa nifuatilie. Inaonekana huyo mzazi tuelewane.
nione hao mapacha kama wako before I leave I settle that case. Ndio kama huyo mama. Hata tuende na wao wanipeleke Kahuru. Sasa imekuwa tu beyond. Kama hii vile kesi najua nimeshapa. Polisi mpaka yeye alikuwa hapa. Huyo Rebecca alikuwa hapa tu. Juu huyu mtoto alisemekana hata mimi nilikuwa. Mzazi anakuja juu anamtukana huyu mtoto ako kule. Then sasa wanakaba kesi mimi nibebe msalaba. Kuna shule mingi za kufundisha hata Kiafrika na shida zao. Kama venye nimesema document Monday. Hawako wote wawili. Nani? Mapacha. Nani? Did you the girl that wako kabisa na kabisa? Mapacha wote wawili Hawako. And there was another boy who walikuwa watatu. Analia. Pia msasa alikuwa witness. Yeah. Unajua nimepigiwa simu. Ndio tafikiria hii na unibebe vizuri. Ngoja kwanza hata mimi nisikize. Tutamsikize hata nini. Nimepigiwa simu. Ambao dikirenyo na aero ndatika kujira. Ndio ikale na ndete kumenya kila kana. Umenya makirenyo para ndagoro na mutumia ndagoro ndo. Ndiranyitana na nikisi hapo pro punishment. Ani turoigire. Ciana mai kihoro ni horo kimenya gori lako. Because that case haitakuja kukuangukia wewe, itaniangukia mimi kama the end of the information. Sijui kama mnajua mambo mengine hapa watu walimu. That case hata haitaangukia wewe. Before it comes to him, it will come to you. Before it even goes to him, to anybody here. Because punishment is against. Sasa na mtoto hata. Unaelewana? Sasa ndio sababu nimekuja. Hata wao tutawashtaki. Juu sasa kama hiyo ni defamation. Ni sawa. Mimi mtu aniharibie jina. Huyo mzazi akuje hapa tukesi hapa. Tutakesi. Lakini sisi kama wako. That's what I'm telling you. Hatikene no do. There is something. There was another boy who was here. Who? Liam. Liam wa grade 4. Hiyo 4 iko na mambo. Alikuwa hapa, kwa hivyo hata yeye ni witness, huyo mtoto hakuchapwa. Sasa mzazi anaambia ameumizwa babu. Sijui amefanywa nini. Hata mimi anapelekwa hospitali. Kama ni wewe sasa ningepigia titaifa usiku Ni sawa mimi. Tena nataka mjiweke kwa miguu yangu, ningempigia simu yangu kumuuliza